Yes, Godfrey Mchungu, mwanafalsafa, mchambuzi wa kimataifa. Bwana, stori kubwa duniani ni swala zima la ceasefire. Kusitisha mapigano ndani ya wiki mbili. Na kimsingi ni kwamba kila upande umekuwa umeweka hoja zake mezani. Kama unafahamu kwamba mazungumzo maana yake ni dialogue au tunaita negotiation, mazungumzo kati ya pande mbili, lakini kwa hali ya Mashariki ya Kati hii kitaalamu tunaita ni indirect talk, kwa maana kwamba mazungumzo yasiyo moja kwa moja, kwa maana kwamba kuna mtu alikuwa anaitwa mediator au mpatanishi, alikuwa ni sehemu ya msuluhishi miongoni mwa pande mbili ambazo kimsingi zimekuwa zinatofautiana. Na kuna sayansi ya utatuzi migogoro tunasema hivi, mediator kazi yake sio kuwatafutia majibu, hapana, bali kazi yake kubwa ni kuweza kuwasaidia ili muweze kukubaliana kuna mambo ya msingi ambayo kila upande umekuwa ukiweka kwenye meza mazungumzo. Unafahamu kwamba tunapozungumza negotiation, maana ni kwamba it is a process of give and take, kwa kwamba ni mchakato wa kutoa na kupokea, kwa maana kwamba kila upande umekuwa ukitoa interest zake na kila upande umekuwa ukipokea interest zake. Na unafahamu kwamba negotiation yake ni act and science, yani mazungumzo ya kidiplomasia au majadiliano ya kidiplomasia huwa ni sayansi, kwa kwamba it involve scientific procedure, na vile vile ni act, ni sanaa. Unahitaji kuwa na mikakati, unahitaji kuwa na skills, unahitaji kuwa na mbinu, ili mwisho siku unapokaa kwenye meza mazungumzo uweze kulinda na kusecure interest zako. Ni kama vile ambavyo mnaingia kwenye chumba cha mazungumzo, mpo wawili, sawa? Sasa inakuwa chupa ya maji, nani ana skills nzuri zaidi, nani ana mbinu, nani ana negotiation power, ili aweze kupata ile chupa maji ambayo imejaa kuliko mwenzake. Na zofahamu kitu kimoja, una negotiation hamna mtu ambaye haondoki na chochote, kwa sababu end of the day lazima negotiation ifikie kitu kinachoitwa mutual agreement, kwa kwamba lazima kuwe kuna kitu kinachoitwa win-win situation, kwa kwamba lazima upande mmoja upate na upande mwingine vile lazima upate. Lakini vile negotiation ina involve tunaita kitu kinachoitwa bilateral negotiation, yani mazungumzo kati ya pande mbili. Lakini pia kuna kitu kinachoitwa tripartite negotiation, mazungumzo kati ya pande tatu. Lakini zaidi sana kuna kitu kinachoitwa multilateral negotiation, kwa maana kwamba mazungumzo ambayo yamekuwa ki-involve au yakiathiri pande mbalimbali. Mashariki ya Kati, hoja msingi ni mzozo kati ya Irani pamoja na Marekani pamoja na Israel. Na jana Irani ameweka hoja zake 10 mezani, ameweka mambo mengi kama vile ambavyo Marekani katika mazungumzo ya Geneva na baadaye kule Omani aliweka hoja zake 6, na kama vile ambavyo Israel aliweka hoja zake 5 kwenye meza mazungumzo. Kwa hiyo negotiation maana yake ni kwamba watu wanaweka interest, watu wanaweka maslahi. Kuna mchakato wa national level. Negotiation maana ni kwamba mataifa yanaenda kulinda maslahi ya msingi ya taifa lake. Kila taifa hapa duniani limekuwa lina maslahi ya msingi ya kuitwa hilo ni taifa husika. Sasa nini kinatokea? Tumeshuhudia mpango wa hoja 10 wa Iran. Moja, mlango bahari wa Hormuz utakuwa ni sehemu ya Iran. Pili, itapitishwa protokali ya kimataifa ambayo itakuwa inahitaji meli kuweza kupita, lazima ziweze kulipa katika mlango bahari wa Hormuz takriban dola za Kimarekani milioni 2. Unafahamu kwamba Iran yamekuwa akiushikilia huu mlango bahari, na kutokana na takwimu za International Maritime Organization zaidi ya meli 2000 zilikuwa zimekwama, na zaidi ya mabaharia 20,000 walikuwa wamekwama katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa siku zilikuwa zinapita meli zaidi ya 157, lakini baada ya vita kuanza na baada ya mlango bahari wa Hormuz kuweza kufungwa, Irani ikawa inapitisha au ikawa unapita zaidi ya meli moja tu kwenye mlango bahari wa Hormuz. Maana ni kwamba inakuonyesha athari ya kiuchumi, athari ya kisiasa na athari ya usafirishaji na usambazaji wa bidhaa muhimu ya mbolea, gesi pamoja na mafuta. Lakini hoja ya pili nafikiri ni hoja hii ya non-state actors au proxy, kuanzia Hezbollah, ukitazama Fanniun, ukitazama Hamas, Houthi, imekuwa ni sehemu ya msingi ya kuona kwa namna gani sasa mazungumzo yanaweza kufikia nafasi. Upande wa Marekani anataka kwamba Irani
asiweze kuyasapoti ya makundi, lakini upande wa Irani anataka kwamba lazima ushawishi wake na lazima makundi haya yaweze kuwa sehemu ya mpango, lakini vile vile yasiweze kushambuliwa. Hoja ya tatu ni hoja ya Intercontinental Ballistic Missile Shahid na Kamikaze, ambazo zimekuwa ni mwiba mchungu au mwiba mkali katika upande wa Israel pamoja na washirika wake. Unafahamu kitendo cha Irani kuweza kufanya kombora la Intercontinental Ballistic Missile takriban kilomita 4,000 mpaka kwenye kisiwa cha Deir Gassia, imetuma ujumbe kwamba Irani anaweza kuishambulia Paris, lakini vile vile anaweza kuishambulia London. Lakini zaidi sana imezungumzwa hoja ya kulipa fidia, kwa kwamba Irani walishambuliwa, walichokozwa, kwa wanahitaji kuweza kulipa fidia. Lakini kuna hoja Marekani kuweza kujiondoa katika eneo ambalo amekuwa akiweka kambi zake za kijeshi. Na hapa kuna hoja kwamba lazima Marekani aweze kuondoa kambi zake zote za kijeshi kwenye eneo Mashariki ya Kati. Ni hoja ambayo kitazama na utata, kwa sababu unafahamu Marekani ili iweze kuitwa Marekani inahitaji kuweza kusecure economic interest, na ili iweze kusecure economic interest unahitaji kuwa na military base, kwa kwamba kambi za kimkakati za kijeshi. Kwa hiyo inakuonyesha namna gani kwamba Irani ameweka mambo ya msingi kwenye meza ya mazungumzo. Kwanza sana kuna mpango wa nyuklia kuanzia Fordo, Isfahan na Natanz ambao inatajwa kwamba umekuwa ni mpango salama, lakini Israel na Marekani wamekuwa wakisema kwamba lazima mpango huu uweze kuharibiwa, kwa maana kwamba kituo cha Fordo, Isfahan na Natanz kiweze kuharibiwa kabisa. Mwaka jana Trump alisema kwamba ameweza kumaliza kabisa mpango wa Fordo, Isfahan na Natanz, lakini vile vile imekuwa ni hoja msingi kwenye meza ya mazungumzo. Upande wa Marekani umesema wazi kabisa kwamba Iran iweze kupitisha sera ya taifa kwamba hawataendeleza kama mpango wa nyuklia, lakini zaidi sana kibakie kituo kimoja cha Tehran ambacho kitakuwa kinafanya tafiti na kuweza kuzalisha masuala ya umeme, lakini zaidi sana masuala ya proxy, Iran kutokuwa na ushawishi wa kikanda, kamikaze na intercontinental ballistic missile. Sasa hoja msingi hapa, nani amefanikiwa? Nisha kusema mara nyingi kwamba unashinda vita kwa kutimiza malengo. Mikakati na vitu vya msingi vitatu: kuna target, kuna tactics na kuna operation. Umepanga nini, kwa wakati gani, utatumia lengo gani ili ufikie nini? Utazama hoja ambazo wamezeka Iran kwenye meza ya mazungumzo, ni hoja zile zile ambazo waliweka kwenye meza ya mazungumzo, mazungumzo ya Omani, mazungumzo ya Geneva, na hoja zile zile ambazo ukitazama zimekuwa zisababisha waweze kuingia vitani. Maana ni kwamba msimamo wa Irani kwenye hii vita haujabadilika. Narudia, msimamo wa Irani kwenye hii vita haujabadilika, kwa kwamba msimamo wa kina Ayatollah Khamenei umekuwa na consistency, umekuwa na legacy katika wakina Mujtaba Khamenei, wakina Said Jalil. Maana ni kwamba inachotuonyesha Iran ni kwamba hawawezi kuwasaliti mashahidi ambao wamefariki kwenye vita, kwa sababu hizi hoja ambazo Iran anazitoa leo ndio hoja hizo hizo ambazo wakina Ayatollah Ali Said Khamenei walikuwa wanazisimamia. Maana ni kwamba sasa inakuonyesha kwamba kuna continuity, yani kuna consistency kati ya regime moja na regime nyingine. Hilo la kwanza. Lakini la pili, yapi ni malengo ya Marekani kwenda Iran? Alisema kwamba anataka kufanya regime change, kutoa utawala wa mamula maayatollah, na akasema kwamba watu wa Iran wamemwomba yeye Trump aweze kuwa ayatollah. Tujiulize leo hii Iran inaongozwa na nani? Inaongozwa na Trump ambaye sema kwamba atakuwa ayatollah, au inaongozwa na Reza Shah Pahlavi, mtoto wa Mohammad Shah ambaye alipinduliwa mwaka 1979, au inaongozwa na Mujtaba Khamenei, mtoto wa supreme leader ambaye amefariki, Ayatollah Ali Said Khamenei. Na wananchi wa Iran wanasema kwamba Ayatollah Mujtaba Khamenei ni kama Ayatollah Ali Said Khamenei ambaye kimsingi amekuwa kijana. Kwa wanamuona Mujtaba Khamenei kama ni new Ayatollah Ali Said Khamenei. Narudia, wanamuona Mujtaba Khamenei kama ndo Ali Said Khamenei ambaye alifariki, ambaye alikuwa supreme mpya. Maana ni kwamba sasa wanahisi kabisa kwamba mtoto wake, malengo ya baba yake, malengo ya mapinduzi mwaka 79 ataweza kuendeleza kwa kiwango kikubwa. Lakini zaidi sana mpango wa Fordo, Isfahan na Natanz, je, Irani anaendelea au aendelee? Na hata katika mazungumzo jana ambao mazungumzo ya tendaji Jumamosi bado umekuwa katika mpango. Lakini je, mpango wa Hormuz nani anamiliki? Ni Irani au Marekani? Okay, mpango kwa mfano wa Intercontinental Ballistic Missile nani anamiliki? Ni Irani au Marekani? Kwa hiyo ukiangalia mizania ya kimkakati, Irani ameendelea kushikilia. Narudia,
Iran ameendelea kushikilia turufu kwenye meza ya mazungumzo. Kuzungumza habari za negotiation power. You need to have negotiation power. When we enter in the negotiation in diplomacy, you need to secure negotiation power. If you don't have negotiation power, you are going to lose negotiation process. Kwa maana kwamba unapoingia kwenye meza ya mazungumzo unahitaji kuwa na turufu na nguvu ya mazungumzo. You need to have upper hand. Unahitaji kuwa na mkono wa kuume wenye nguvu. Acha kufanya mediocre diplomacy. Mzozo wa Iran unatuonyesha kwamba watu hawajafanya mediocre diplomacy. Lakini hili ni muhimu. Usiscore hii video, ni muhimu. Kipi ambacho tunajifunza kwa nchi ya Iran? Ili nitakuja kutoa somo siku nyingine. Kipi ambacho tunajifunza kwa nchi ya Iran? Ili ni somo siku nyingine. Usiache kunifuatilia, usiache kusubscribe. Tutaendelea kufundishana kila hitapo leo. Godfrey Mchungu, mwanafalsafa, mchambuzi wa kimataifa.